Tusimame kwa Amen. tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mbele zako tukushukuru jina lako kwa ajili ya wema na fadhili zako, mfalme wa ajabu. Hakika tulipoanza tumekuona umetembea pamoja nasi, tulikualika Roho Mtakatifu wa Mungu atembee pamoja nasi katika kila kipindi tumekuona. Wakati kama mfalme wa Israeli naenda kusikia kutoka kwako, mfalme wa ajabu, unaleta mtumishi wako mikononi pako Julius, Mungu wa Israeli. Na tunamjua zaidi na umemtendea makuu, kwa maana Mungu wa Israeli akisimama atoe ushuhuda, anasema hakika amekuona mfalme. Mungu, wakati kama unamtia mafuta kutoka kwako Mungu wa Israeli, wakati anaenda kusimama mbele ya kundi lako mfalme wa Israeli kwa ajili ya kuleta ujumbe wako, mfalme wa amani, wacha ukaweze kuleta amani katikati yetu Mungu wa Israeli. Tunakataa kila nguvu zote za Mungu shetani ulete ukuli kwa maisha watu wako wakati wanasikiza neno. Natangaza hali yako kama mahali hapa na uwepo wako uwe pamoja nasi mfalme. Mungu utembea pamoja nasi na utendee makuu. Tunapoanza kwa kwanza, anza nao na Mungu isiye kimaliza kuwa nawe. Sifa zote za kuhubiri na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Sawa sasa. Asante kwa sababu ya kuwa katika nyumba ya Bwana, na namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Ikiwa wiki ya tatu katika mwezi huu wa 10 mwaka 2025, Bwana alijua kwamba kwa sana wakati kama huu tutakuwa katika nyumba yake. Kitabu ya Yohana mlango wa 15 mstari wa 9 mpaka 12. Neno la Mungu linasema kwamba kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Maneno haya yanazungumzwa na Yesu Kristo mwenyewe mbele ya wanafunzi wake, ya wale watu ambao walikuwa wameokoka na watu ambao walikuwa wamemwamini na walikuwa wametembea nao, wakawa pamoja naye kwa ukaribu. Na maneno haya yanapomtoka, alikuwa ameona ya kwamba ilikuwa haja ya kuwahimiza wakae katika pendo. Na asubuhi ya leo nimesimama watoto wa Mungu kuwahimiza ya kwamba tuweze kukaa katika pendo, tuweze kukaa katika upendo, tuweze kukaa katika upendo wake Yesu Kristo. Maana tunaona kwamba ni upendo mkuu uliokuwa ndani ya Mungu, iliyomfanya akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo, akama akateswa. Kabla ya kufa aliteswa, akaweza kuvumilia yote na akatuokoa. Nasi kama mzao wa Yesu Kristo tunastahili kukaa katika pendo lake. Na kama kuna kitu kimepungua katika nyakati hizi za teknolojia ni upendo. Wakati huu wa utuaji mwingi, kama kuna kitu kimepungua ni upendo. Wakati huu watu wameweza kupungukiwa na upendo. Mstari wa 10. Mkishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi ninavyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Tunaona ya kwamba neno lililo wazi ni ya kwamba Mungu ameweza kutupea zawadi ambaye ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anaahidi na anasema ya kwamba yeye ni mfano bora, jinsi vile ameweza kukaa katika pendo la Baba yake. Mpendo hujaweza kujinunua na hujaweza kujiokoa. Yesu Kristo amekuokoa. Yesu Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi zako. Lakini kama kuna jambo Yesu Kristo anatarajia kutoka kwake ni kukaa katika pendo lake. Bwana asifiwe. Upungufu ama mapungufu ya upendo imeleta hasara katika jamii. Imeleta mauaji. Imesababisha watu kutoweza kubebania mizigo. Ninashukuru Mungu kwa sababu wewe umempenda Mungu, umeacha kazi zako na shughuli zako, umekimbia katika nyumba ya Bwana. Asubuhi ya leo ninaitisha upendo huo usiji kukaa sana katika maishani mwako. Uendelee kukaa katika upendo wake.
ya kwamba unaposhindi kupenda watu wa Mungu na Mungu akupende, akujalie, akushughulikie, aweze kukuinua na aweze kukutendea maneno makubwa. Mstari wa 11, hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimishwe. Watoto wa Mungu, Mungu hawezi kupendezwa pamoja nasi kama hatuna upendo. Mstari wa 11 inadhihirisha wazi ya kwamba ili furaha ya Mungu ionekane katika maisha yetu, ili furaha ya Mungu iweze kujazwa, anapotuangalia vile tunaimba, vile tunamwabudu, vile tunashughulikia familia zetu, vile tunashughulikia majirani, vile tunashughulikia kazi yake, vile tunafanya kazi bila kuangaliwa, anafurahia. Na anasema in return sisi tutakaa na furaha. Yaani furaha ndani yetu itadhihirishwa. Wacha nikwambie, Biblia inathibitisha na inasema ya kwamba ni afadhali kukula mboga ya majani kuliko kukula nyama nono mahali ya kula upendo. Nimekuja asubuhi ya leo kuzungumza kuhusu upendo. Upendo umepungua, imefanya mama ameoa mtoto ameoa mzazi. Mume na mke walikuwa wanapendana, sasa wanaitana majina mengine ambayo ni majina ya kuogofya. Umeita mwingine mchawi, umeita mwingine muuaji, umeita mwingine ng'ombe. Hiyo yote yanapotoka katika kinywa cha mtu ni kumaanisha upendo umepungua. Mungu anataka nini? Mstari wa 12, amri yangu ndio hii. Sasa Mungu anataka nini? Ameangalia mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wake vile amepungukiwa na upendo. Ameangalia mwanadamu aliyeshughulikia. Ameangalia mwanadamu ambaye alivia kule msalabani. Ameona amepungukiwa na upendo. Na Mungu anasema ya kwamba amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda nyinyi. Bwana asifiwe. Wapendwa, maisha haya ni machache. Muda tulio nao hapa duniani ni mfupi. Muda utakaa pamoja nami ni mfupi. Muda utakaa na mtoto wako ni mfupi kuliko ule muda tutakaa mbinguni. Kwa bahati nzuri ama mbaya utahama, utahamishwa kazi, utapigwa transfer ama utakufa uende mbinguni. Mungu ataangalia ya kwamba ulipokaa hapa duniani ulikaa kadiri na amri yangu, ulikaa katika pendo langu, ulipenda aje watoto wako, ulipendaje mke wako, ulipendaje mume wako, ulipendaje majirani, na hata ulipendaje watu niliokuwa nikakutanisha nao katika kanisa. Wapendwa, wacha hii amri ya upendo itukalie. Wacha tunapojaribu kuchukia tukumbuke ya kwamba ningekuchukia ndugu, ningekuchukia dada, lakini kwa sababu Mungu ameniamuliza nitakupenda jinsi vile ulivyo. Bwana asifiwe. Amen. Ukaongea watu wengine nikauliza swali gumu sana, nanyi nitawauliza. Unanichukia ni wewe uliniumba? Unachukia huyu wewe ni wako? Hata yule mtoto umezaa sio wako, ni zawadi Mungu amekupea. Bwana asifiwe. Amen. Kazi yako ni kukaa vile Mungu amekuamuru. Tumefanya kazi chini ya waajiri wabaya. Umempikia, anaita mke wake, anaita mume wake, anaita watoto wake, wanakula ile wamebakisha ndio watakupea. Tumefanya kazi chini ya watu hawana shukrani. Tumeishi na watu hawana shukrani. Lakini kwa sababu ni mapenzi ya Mungu ishi katika hayo mazingira, uwapende, waweze kusema huyu mtu ako na Mungu ndani yake. Bwana asifiwe. Nimekuja kuwasia asubuhi ya leo wapendwa, ya kwamba kazi yetu ni kupenda. Jambo la kwanza unazidi kujua kuhusu kupenda, kujua ya kwamba kupenda ni amri. Hauna option ya kuchagua nipenda ama nisipende, hapana. Mungu anasema ya kwamba amri yangu ndio hii,
mpendane kama nilivyowapenda nyinyi. Upendo ni amri. Uliamua kuingia katika hiyo ndoa, penda yule mtu Mungu amekupea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tulipenda kufanya kazi na hiyo kampuni, penda mwajiri wake. Tulipenda kuingia katika kanisa hili, penda utaratibu wake, penda mchungaji walioko mahali hapa. Bwana asifiwe. Umeamrishwa. Upendo ni zaidi ya kunena na lugha. Jongo umefikiria atakaposema dabura lugha asiyejua kuiga na sarakazi hiyo ndio upendo? Hapana. Hata kama umesoma, mimi sasa kama niseme lugha ya ukweli. Lugha ya ukweli ya kwamba unasoma, unajua Kigiriki, unajua Kiebrania, unajua lugha zingine wengine hawajui. Wacha nikwambia kwamba upendo ni zaidi ya kujua hizo lugha. Unapokuwa na upendo ndani yako, wewe uko na digrii kubwa kuliko hizo digrii zingine. Bwana asifiwe. Unapokuwa na upendo ndani yako, haijalishi kisomo yako. Upendo ni zaidi kuliko kunena na lugha. Upendo ni zaidi kuliko kuweza kujua unabii. Haijalishi ni miaka ngapi umeenda katika chuo cha Biblia umesoma neno la Mungu. Haijalishi unakalili mistari ngapi. Lakini kama una upendo, wewe ni bure. Kama una upendo, wewe ufai mbele ya Bwana. Na kwa hiyo asubuhi ya leo, my brother, my sister, nimekuja kukuhimiza ya kwamba love is more than speaking in tongues. It is more than knowing all prophecy. Unajua watu wamefika mahali wamesahau ya kwamba kile kitu kilifanya Mungu akamtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo kutoka mbinguni ni upendo. Akaangalia jinsi vile mwanadamu amehangaika, jinsi vile mwanadamu ameshindwa kuzika sheria, jinsi vile mwanadamu ametoa dhabihu na hataweza kuwa sawa, hataweza kuwa safi mbele zake. Akasukumwa na upendo, akamtuma. Upendo ni zaidi juu ya kujua siri zote. Nimesikia wanasiasa wanaanza kusema, Raila aliniambia, hata mimi siku ile nitakuwa kuna watu watasema pastor alituambia. Upendo ni zaidi ya kujua siri za mtu mwingine. Bwana asifiwe. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, my brother, my sister, Mungu anakupenda na wewe unastahili kupenda, na ndiposa amekuamuru uweze kukaa katika upendo wake. Upendo ni zaidi ya kukua na maarifa yote. Haijalishi wewe umefumbua nini, haijalishi wewe ndio uliumba nini, haijalishi wewe ndio ulitengeneza nini, haijalishi ni nini unajua. Kama hujui upendo, hizo vitu zote unajua ni bure. Hizo vitu zote unajua hazina faida. Upendo ni zaidi ya kukua na imani ya kuhamisha mlima. Bwana asifiwe. Haya maneno nawaambia ni maneno ya Biblia. Na ni Mungu mwenyewe ametuambia, anajaribu kutuonyesha ni nini iliyo kuu kuliko ingine. Love is more than having high level of faith that can move a mountain. Upendo ni kubwa. Upendo ni zaidi ya kukua na imani itakayohamisha mlima. Upendo ni zaidi ya kukua na imani itakayoondoa magonjwa. Upendo ni zaidi ya kukua na imani itakayeponya watu. Upendo ni zaidi ya kutoa mwili wako uchomwe kwa sababu ya watu. Bwana asifiwe. Unakaa hivi na jiuliza, lini Mungu hivyo ndivyo nataka watu waweze kuwa na upendo kati ya mmoja na mwingine? Hivyo ndivyo nataka watu waweze kujawa na upendo? Eti sasa mimi ndugu Julius nimeweza kuwapenda zaidi, ninataka niteseke juu ya kanisa, na kama sipendi kanisa hili, hiyo ni bure, haifai machoni pa Bwana.
Neno la Mungu linasema katika kitabu ya 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Tunaona yale maneno pastor amesema ya kwamba Paulo akaandikia kanisa la Wakorintho, aliliangalia akaona upendo umepungua, Mungu akimuongoza akitumia Roho Mtakatifu akaandikia kanisa la Wakorintho barua ya kwanza. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Biblia inasema ya kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa kama saba iliyao na utupu uvumao. Bwana asifiwe. Hata ukisema na lugha ya malaika, lugha watu hawawezi elewa. Kama una upendo, wewe umekuwa utupu. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha mlima, kama sina upendo si kitu mimi. Si kitu mimi, si kitu wewe kama hauna upendo. Haijalishi yale makubwa unayofanya. Umeweza kusomeza watoto wako, umeweza kushughulikia mume wako, umeweza kushughulikia mke wako, umeweza kujengea kanisa nyumba, umeweza kununua shamba, gari la kanisa ni lako, bili zote za kanisa ni wewe unalipa. Kama hauna upendo, wewe ni kitu bure. Bwana asifiwe. Wapendwa, wacha tukuwe na upendo katika mioyo yetu. Wacha tukuwe na upendo katika mioyo yetu. Wacha tuweze kusambaza upendo kwa watoto wetu. Wacha tuweze kusambaza upendo kwa wale watu Mungu ameleta karibu nasi. Tunapokuwa katika nyumba ya Bwana, tunapokuwa katika biashara, tunapokuwa mahali petu pa kazi, ili Mungu atukuzwe kupitia upendo umeonyeshwa kwa watu wote. Watoto wamekuja, usiamishe mtoto apelekee nyanya, upeleke kwa nyanya yake. Kana mtoto wako ndio ataweza jua upendo wako. Bwana asifiwe. You know, sometimes I advise you free, ni kwa sababu najua hayo yanawafaa. Ukitaka kuenda na mtoto wako kusalimia soso yake, enda pamoja na yeye. Wacha watoto waelewe upendo wako. Wamekuwa katika shule na walimu, kwa hiyo muda wamekuwa nao, wamekuja kwa wiki mbili. Sasa umewapigia budget, ikifika mwisho wa mwezi nitawasafirisha na wafanyia shopping mpaka utatoa taidi katika nyumba ya Bwana. That's bad. Mstari wa 3. Tena nikitoa mali yangu yote kuwalisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu niugue motoni, kama sina upendo hainifaidi kitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapendwa, nimekuja kuwahimiza. Tunashukuru Mungu kwa wale ametuleta. Tuko katika mwezi wa 10. Ni upendo wake mahali tumefika. Nilikuwa naangalia na nikaweza kusema maneno mengi. Kulikuwa na watu tulisaliwa nao, tulisoma nao, sasa wako. Hii wiki nimekuwa katika safari, nilitembea katika barabara. For the first time nililala kwa barabara. Mimi katika miaka yangu 50 na sijawahi safiri kwa gari nialipige kwa barabara, nilala kwa barabara. Siku nyingine nilikuwa nasafiri, gari kanilipika kwa njia. God was good. Nilipiga simu nikaletewa gari nyingine kutoka Thika, kanichukua kule mjini hiyo, mimi nikaelekea kwenda nyumbani. Sasa raundi hii nikachukua gari sio langu, nikaingia abiria, nasema mimi wacha niende. Kafika kwa njia, nikalala pale, nikakuja kufika nyumbani nikienda kukula lunch. Bwana asifiwe. Mateso. Lakini jaribu kusema nini? Upendo itirike. Pale unajua ile kitu kilitendeka. Watu walipofika asubuhi,
Mtu yote alikuwa anaona gari ya kwenda kwao, alikuwa anasimamisha, anaingia anaenda. Nilikuwa nasimamisha na anakaa anaenda. Nikakaa na yule driver pale, akaniachia ufunguo, akaniambia ukipata gari mguu, gari itakubali kupea mguu nipate mbele mahali natengeneza hii. Nilimaliza na nilihakikisha kwamba yule driver ametoka pale na mimi na akanipeleka mpaka nyumbani. Bwana asifiwe. Upendo unafanya nini? Pastor, unataka tuweze kukaa na upendo. Upendo unafanya nini? Upendo unavumilia. Kama wakati wowote unajipata huna uvumilivu na mtoto wako, huna uvumilivu wakati kitu kimetendeka, jua ya kwamba ile kitu umekosa ni upendo. Na hapa ndio Wakristo wengi tunapimiwa. Tumemkanyaga, tasema nini? Tumefanyia kitu. Leo hii nimekufundisha kuhusu upendo, utafika nyumbani leo hii ndio utapata kuna mtu amefanyia kosa. My brother, my sister, hata kama umekanyagwa pia upenda. Unapokuwa na upendo utavumilia. Upendo inavumilia. Upendo inafadhili. Yaani become kind. Haurobokui. Unakuwa na fadhili. Hauna chuki. Sasa kuna mtu ako na chuki na mtu ambao waliachana miaka 3 iliyopita. Imagine unajiumiza. Bwana asifiwe. Sasa hizi kuna mtu ako na chuki na mtu ambaye hawajaonana na yeye hii wiki, unajiua. You are killing yourself. Upendo hauchukii. Uko na mtoto umezaa, mtoto wa tumbo lako bado unamchukia. Uko na mtu unaishi na yeye kwa nyumba bado unamchukia. Uko na mtu ambaye unaabudu naye katika kanisa bado unamchukia. La hasha. Umepungukiwa na upendo. Uko na kiongozi na kuongoza bado unamchukia. Unajua nilikuwa naambia watu, mimi sitaki kukaa na ile timu inashindwa. Bwana asifiwe. Mimi sitaki kukaa na ile timu ambayo inashindwa. Na ndio sababu sikuangi adaya supporter wa kitu chochote ile isipokuwa Biblia. Siwezi kuwa na stress. Yule mtu anashinda, ile timu inashinda, ile grupu inashinda, hiyo ndio yangu. Bwana asifiwe. Zaki mbona chuki eti ulikushinda na wewe ndio unaniongoza? Kwa sababu ya muda, wacha tusome 1 Corinthians kuanzia mstari wa 4 kuendelea. Uone ya kwamba upendo unafanya nini? Upendo unavumilia, haufadhili. Upendo haushuhudu. Upendo hautabakari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Wakati wowote unapata kwamba kazi yako ni kujivuna. Unajua watoto wangu wamesoma. Unajua mimi naendesha gari kubwa. Unajua mimi ndio tajiri kuliko wote. Wewe uelewi, ujijui. Ile kitu umekosa ni upendo. Kama ingekuwa na upendo, ungejua ya kwamba jinsi vile ulivyo ni Mungu. Bwana asifiwe. Jinsi vile ndugu yako na jirani yako na rafiki yako hapo ni Mungu. Unyenyekee. Haukosi kuwa na adabu. Watoto, wakati unakosa kuwa na adabu, hauna upendo. Ukiwa na adabu utaheshimu mwenzako. Watu wakubwa tukiwa na upendo tutaweza kuwa na adabu katika kukula, katika kuvaa, katika kuongea, katika kunena. Bwana asifiwe. Upendo hautafuti mambo yake. Usikie mtu akisema mimi, anasema sisi. Yule mtu ako na upendo. Atajua mahali wako, sio yeye amejifikiza pale.
kuna watu wamekanyaga, kuna watu wamemsukuma. Jinsi kanisa letu la kanisa la Baptist liko, siwezi sema ni mimi, ni kanisa letu. Mahali tumefika, kuna mahali tunaenda kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe. Hauoni uchungu. Upendo hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Haufurahii udhalimu. Maneno yale ambayo tunaona mabaya tunafurahia. Yaani maneno ya udhaifu. Yaani furaha yako ni wakati unaona mimi siwezi. Furaha yako ni wakati unaona mimi nimefinyika. Upendo hesabu mabaya. Ninajua nilikukosea tulipoanza mwaka. Ninajua nilikuudhi. Ninajua rasti sana nilikukanyaga. Ninajua umenikanyaga siku ya leo. Haina haja hiyo ulinikanyaga, imeisha, tuendelee mbele. Ni kwa sababu kuna mema makubwa yanakuja kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Upendo ni nini? Upendo inafurahia ukweli. Ukiona mtu ni mtu wa kupenda kufurahia ukweli, unapomwambia hapa umefanya makosa, anafurahia, anasema umenisaidia. Huyo ndio mtu wa kuna upendo. Love rejoices with the truth. Upendo inafurahia katika ukweli. Upendo uamini yote. Ndio nimesema yaambia watu hapa na wanasema wewe tujue wakati uko serious na wakati unamaanisha. Wherever I open my mouth, be careful to listen to what pastor says. Hivyo ndivyo Mungu aliniumba. Nikikwambia hilo jambo kwa sababu sina msaa, wewe lichukulie with a lot of seriousness. Nilikuwa naambia mtu mwingine ya kwamba kuna jambo siwezi fanya ni kwa sababu ya kazi ya Mungu. Kuna watu kwa mfano wamenitafuta katika simu yangu kunipata hapo kwa Facebook, kwa WhatsApp, vitu kama hizo. Niambie mtu ya kwamba siko katika hiyo Facebook, siko katika hiyo WhatsApp. Huyo mtu imagine hapo amini completely na tuliachana kama hajaamini. Silikwambia kwamba usijaribu uone. Kuna njia zile mnajua kujaribu. Niliona kwamba huyo mtu haniamini. Lakini kama angekuwa na upendo na mimi, angeamini kwamba yale pastor ameniambia ni ya ukweli. Kwa hivyo kama uko na upendo, unaamini yale maneno rafiki yako anakuambia. Kwa mfano, anapokuambia kwamba Yesu alikuja akakufa akashikwa juu ya dhambi zako, amini. Anapokuambia kwamba baada ya mauti ni mbinguni, amini. Ni kwa sababu anakupenda na anataka uweze kukua na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Ustahimili yote. Mpendo kutumaini yote. Ustahimili yote. Haupungui neno wakati wowote. Wakati unamhitaji hapo pale. Sisi alikuwa anamtolea ushuhuda ni jinsi gani usiku ameshughulikia mtu kwenda kujifungua. Nilipokuwa nikifikiria neno la Mungu asubuhi ya leo lile ndawaambia, jambo niliandalaini pale ni upendo. Ilikuwa usiku, ilikuwa giza, ilikuwa distance na yale maneno yako mbele yako, lakini unasema kwamba hayo yote kando. Kwa sababu ya upendo, wacha niende na giza. Kwa sababu ya upendo, wacha niende hiyo distance. Kwa sababu ya upendo, wacha nisiwaribishe. Bwana asifiwe. Au pungui neno wakati wowote. 1 Corinthians chapter 13 verse 6. Tunaanzia hapo katikati na kuendelea. Niko karibu kumaliza. Nikijua kwamba upendo wa Mungu ni wakalia. Mungu anataka wewe ukae katika upendo. Kuna watu wa umma waweze pendeka, lakini si wewe wapende ili Mungu atukuzwe. Bwana asifiwe. Useme ninateseka
ninahangaika, ni kwa sababu Mungu ameniamuru, ameniwekea taji, ameniandalia makao mazuri. Tumelewa chuki katika moyo wetu, tumeweza kuhangaika na kwa sababu ya kukosa upendo. Hata kama nimekukanyaga, na hata wewe unakanyaga wengine. Akikusamehe bila nimekusamehe, na wewe samea mwingine, ili tuendelee katika upendo. Bali ufurahia pamoja. Ukweli inafanya nini? Ufurahia pamoja na kweli. Upendo ufurahia pamoja na ukweli. Uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ikiwepo unabii utabadilika, sikuwepo ruha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabadilika, lakini upendo haupungui wakati wowote. Bwana asifiwe. Maarifa yatabadilika. Unajua sasa hivi tunaogopanga sana, huyu mtu ako na akili gani? Na yeye ako na ujuzi mkubwa sana. Alituletea WhatsApp, alituletea Facebook, alituletea simu. Imagine hiyo vitu yote unaogopa ni kule. Upendo inashinda hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umeangalia vitu vile engineers wamechenga, manyumba marefu. Sijui nilikuwa taoni gani, niliangalia nyumba nikaona kama inataka kuanza kuniangukia. Nilipotoroka nikaona kama watu wanaona tena toroka. Nikaenda ka distance, nikaona inifuati tena, nikarudi. Niliogopa sana. Bwana asifiwe. Hiyo sasa, huyo amefanya hiyo kazi, upendo iko juu yake. Upendo ni zaidi. Wapendo, tubadilie upendo katika familia zetu, mahali tunafanya kazi, katika nyumba ya Bwana, mahali popote tuko. Bwana asifiwe. Nilikuwa naambia watu, nilikuwa niambie wazee. Wazee tuko katika nyumba ya Bwana, wazee tuko. Asante. Zawadi utakaopea watoto wako, uonyesha kwamba unapenda mama yako. Free advice. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Zawadi utakayopea watoto wako, sio gari, sio ndege, uonyesha kwamba unapenda mama yao. Hao watoto hata utakapokuwa mzee watakusikiza. Lakini wakati utaonyesha kwamba upendi mama yao, kuna wakati itafika watafanya kamkunji na watapiga kura, watakuwa wanasema huyu mzee alituteza. Bwana asifiwe. Lakini kama ulipenda mama yao, atawaambia wewe hapa tunakaa ni kwake, wewe ni yale wasomeza. Bwana asifiwe. Yakobo akasema nini? For James chapter 1 verse 22 to 24. Lakini wewe watendaji wa neno. Ninaamini ya kwamba kuhusu upendo tumezungumziwa sana. Nimehubiri upendo kutoka madhabahu haya, sio mara moja, sio mara mbili. Na leo nimekukumbusha, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba ukuwe mtendaji. Wacha sasa uweze kuanza kuchochea upendo ndani yako. Ujipende, upende Mungu wako, upende wale watu Mungu ameleta karibu na wewe. Neno la Mungu linasema kwamba lakini wewe watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. It is very dangerous kama unajidanganya nafsi yako. Na nawaambia kama kuna watu watatu uweze danganya. Uweze danganya watu watatu. Mtu wa kwanza uweze danganya Mungu. Mungu anajua kama umeokoka ama hujaokoka. Bwana asifiwe. Mtu wa pili ni shetani. Shetani huwezi kumdanganya. Anajua ni nani ako katika timu yake. Anajua ni nani hayuko katika upinzani na yeye. Wanakimbiza kazi ya Mungu, wanaharibu kazi ya Mungu na yeye. Na mtu wa tatu ni wewe kibinafsi. Huwezi kujidanganya.
Uweze kujidanganya ya kwamba ni kusahau, utasahau mahali umeweka kitu, lakini uweze kujidanganya ya kwamba nimekufa. Hapana. Eti nini? Hapana. Unajua ni nini unafanya, kwa hivyo uweze kujidanganya. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba lakini wewe watendaji wa neno, wala sio wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Ni hatari sana mpendwa, kama utafika mahali ya kwamba unajidanganya wewe mwenyewe. Wewe umekufa ukiwa unatembea. Wewe umekufa ukiwa unatembea kama utajidanganya. Kwa hivyo siku ya leo, draw a line. Amua kuwa na mwamko mpya. Sema nilisikia neno na hilo neno nikalikumbatia, na Yakobo akaniandikia, akaniambia ilikuwa watendaji wa neno. Mungu ameniamuru niweze kupenda. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wako katika familia, ni mume na mke na watoto, bado ni kukwaruzana usiku na mchana. Toka kwa hiyo familia. Toka, unajidanganya. Wewe umekufa. Ulileta msichana wewe mwenyewe, umeanza kumteza. Umeleta watoto hao uwapendi. Sitaki kwenda nje hiyo. Mstari wa 23. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala sio mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Hata kila asubuhi niliona kama nilirudi, hata ndio sababu nilichelewa dakika zile, nilichelewa kwa ibada. Nirudi kwa kioo si mara 2 mara 3 kuangalia tai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu akiwa ni msikiaji wa neno, wala sio mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Labda jiangalia na umesahau na rudi. Nilikiona kwa vizuri. Niliona mstari wa mwisho, maana ujiangalia kisha uenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Ni hatari sana kukosa upendo, na tukikosa upendo tutaweza fanya maneno mabaya kwa wenzetu. Wacha nimalizie na hii hadithi. Kulikuwa na wanyama wawili, na wanyama wawili walikuwa marafiki. Walikuwa marafiki, lakini walikuwa wamebarikiwa na wazazi. Huyu alikuwa tunamuita sungura na fisi, the hare and the lion. Walikuwa marafiki, lakini kila mmoja wao alikuwa amebarikiwa na mzazi. Na wazazi hawakuwa na nguvu sana, wazazi walikuwa wamezeeka, na kwa hivyo wakawa hawa waliokuwa na nguvu, the hyena and the hare, ama sungura na fish, wakawa na watafutia. Kiangazi kikakuja kuliko hii tunaona, wanyama wakakufa, chakula ikapungua. Hata ile chakula wenyewe walikuwa wanakula ikaweza kupungua. Wakaulizana, hatukuli tushibe, na nyumbani kuna watu wanatutegemea, tutafanya nini ili tuweze kupata chakula ya kushiba na wale wako nyumbani waweze kushiba? Wakashauriana wakasema, hakika ni ya kwamba hatukatai kuwapelekea chakula, ni vile chakula imepungua. Kwa hivyo ili tupate chakula ya kutushibisha sisi, wakakubaliana kwamba wataenda waue wazazi wao ili wapate chakula ya kuwashibisha na wakose watu wa kuwasumbua. Lakini nasema ya kwamba walipofika nyumbani, huyu hyena, huyu fish aliua mama yake, na huyu sungura kwa sababu alikuwa amependa mama yake hakumuua. Walipokutana hiyo siku iliyofuatia, wakafanya mawindo. Hyena akakula akashiba, akaenda nyumbani bila chakula. Sungura alikula na akabeba chakula kuelekea nyumbani. Walipokuwa njiani, akamuuliza, chakula ni ya nini unabeba na kesho tunaenda kuwinda na tunaenda kulala? Sungura akamwambia, nilipofika nyumbani niliangalia mama yangu, nikakumbuka jinsi vile amenilea, nikawa na upendo mkubwa kwake, kwa hivyo
sikuweza kumuua, ako hai, ndiye napelekea chakula, ndiye napelekea chakula. Kwa hivyo, kwa sababu ya upendo, sungura hakuua mama yake. Upendo ni gharama. Unapopenda mtu ama kitu ni gharama. Pale Aina akakasirika, akaanza kukimbiza sungura. Tangu siku hiyo mpaka wa leo hii, sungura anakimbizwa na Aina kwa sababu alipenda mama yake. Bwana asifiwe. Kuna watu watakuchukia kwa sababu umependa mtu, kwa sababu umependa kanisa, kwa sababu umependa mke wako, kwa sababu umependa mume wako, kwa sababu umependa watoto wako, kwa sababu umependa nchi yako. Wewe simama na neno la Mungu, uwaambie mimi ninafanya jambo la upendo ni kwa sababu nimeamulishwa na Mungu, na Mungu awabariki sana. Baba, tunakupenda, Baba, tunakuheshimu. Asubuhi ya leo tuko na furaha kwa sababu umetupenda, kwa sababu umetupea uhai, umetupea siku nzuri, umetupea siku kubwa, umetupea nafasi ya kusikiza neno lako. Baba, tunaomba katika jina la mwanao Yesu Kristo, tusamehe dhambi zetu, tupe nguvu ya kuendelea kukupendana, kukaa katika upendo. Upendo ni gharama, upendo ni amri. Mungu, tunajua kwamba sio rahisi watu wanafuata amri. Tunajua kwamba upendo ni gharama, watu hawapendi gharama, lakini kwa sababu unatupenda na umetuamuliza, tunaomba katika jina la mwanao Yesu Kristo, tupe nafasi ya kupenda wenzetu, tupe nafasi ya kupenda kazi yako, tupe nafasi ya kupenda kanisa lako, tupe nafasi ya kupenda wazazi, ya kupenda watoto wetu, ya kupenda wale watu umetupea katika jamii, ili tuweze kuwafikia na neno lako. Baba, asante kwa sababu ya kanisa letu, tunakuheshimu, tunakupenda, umetujalia asubuhi ya leo kuwa uhai na hata kulisikia neno lako. Mungu, sisi kutupea upendo, tupendane wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, tunapofanya kazi hii ambao kupea malaika ulitupea. Mungu, kama kuna mahali tumepungukiwa na upendo, tujaze, kwa sababu wewe hakuna jambo linalokushinda. Baba, kuna watu ambao tunapenda na tunaona kwamba watupendi, wapee moyo mwepesi, watukumbatie na udhaifu wetu. Baba, tupee nguvu tunapokuwa tukingojea kwa upendo, kwa furaha. Wiki mzima utulinde, utuongoze, utupee shughuli nzuri, maana tunakuheshimu, maana tunakupenda. Watoto wako na mahitaji mbalimbali, Mungu, tunawakabidhi mkononi mwako kwa upendo mkubwa, kwa nguvu zako, waponye, wabariki, wasikie, wafute machozi. Mungu, kwa sababu kwako kuna jambo lisilowezekana. Wale wameona wamebeba mzigo kwa muda mrefu, utawaondolea. Mungu, katika biashara zao tamaraki, katika kazi ya mikono yao simama, katika familia zao waonekanie. Mungu, ina very special way kama kanisa tunapoenda kuachana, kuna jambo moja tunakuomba. Mungu, unajua jinsi nchi imeomboleza, watu wameweza kuwa na moyo mzito kwa sababu ya kifo ya Raila, na hata kuna watu wamekufa katika nyakati hizi ya kuomboleza Raila. Mungu, tunaomba kwamba familia yake uishughulikie. Kuna watu wameguswa sana, washughulikie, maana kwako hakuna jambo lisilowezekana. Baba, tunaomba kwamba nchi ikuwe na utulivu, mambo yale ambayo yanafanyika vibaya yarekebishe. Tunahitaji kuona nchi yetu ikiwa na utajiri, nchi yetu ikiwa na furaha, ikiwa na amani, ikiwa Mungu wetu maneno yakienda vizuri, maneno ya masomo, maneno ya hospitali, maneno ya maendeleo, ni kwa sababu unatupenda. Tumekosa mvua Baba, sasa ni wewe mwenye uwezo. Enzi na mamlaka ni yako, tunyeshe mvua ya baraka ili tupate chakula, ili tuweze kukula tushibe, tupate nguvu ya kufanyia kazi. Baba, watoto wako wanapoenda nyumbani washughulikie kwa sababu ya utukufu wako, na tumeomba majaji tukiamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.